Kwanza niwapongeze waasisi wote wa Rajai Foundation kwa kazi kubwa ambayo wameanza kuifanya. Tumeona kwamba ndani ya kipindi kifupi wamefanya kazi kubwa, kazi ya kuifikia jamii. Kwa mfano, kazi ya ujenzi takribani visima 175. Hii ni kazi kubwa. Lakini swala zima kusaidia sekta ya elimu, lakini kusaidia vijana mayatima katika mambo mbalimbali, kusaidia utoaji wa misaada ya vyakula, lakini swala zima vichinjio, manake kitoweo katika familia za aina mbalimbali. Hili ni jambo kubwa sana ambao wamelifanya. Lakini kubwa zaidi leo hii wakiwa wamefanya uzinduzi wa online TV kupitia taasisi yao, ambao lengo kubwa ni kwamba kuwafikia watu wengi kwa ajili kuwapasha habari. Hili jambo nao ni jambo kubwa sana. Kwa binafsi niseme kwamba tukio la leo hili ni tukio la mfano na zuri la kuigwa, na hasa jambo kama hili kifanywa na vijana ambao naona vijana wamekuwa mstari wa mbele katika hilo kuwafikia jamii. Kwa hiyo binafsi niseme siku ya leo ilikuwa muhimu sana, na mimi nipende kuwaombea tu kwamba waendelee na kazi hii nzuri, lakini kubwa zaidi wadau washike mkono, kwa sababu sio wao wataweza kufanya mambo yote peke yao. Wadau mbalimbali, makampuni, watu binafsi waweze kuwasaidia taasisi hii iweze kufanya vizuri, kuweze kuwafikia watu wengine katika taifa letu. Leo hii tumefanikiwa kuhudhuria hafla ya uzinduzi wa taasisi ya Rajai, taasisi ambayo inajishughulisha na kazi za kusaidia jamii na kusaidia umma. Ni jambo ambalo la kupongezwa kwa sababu nyingi tu. Sababu ya kwanza ni ule ubunifu wa vijana ambao bado wana umri mdogo sana, lakini wamefikiria na kutafuta na kujua yale ambayo ni mahitaji ya jamii zetu, na kuanza kukaa pamoja na kufikiria namna gani wanaweza wakasaidia jamii. Hili ni jambo kubwa sana ambalo tumelishuhudia leo, na sisi kama Waislamu, Mtume anatuambia kwamba mbora wenu ni yule ambaye anayewanufaisha watu, na vile vile Mtume alituambia kwamba mtu ambaye anachanganyika na watu na anasubiri matatizo ya watu, huyo ni mbora kuliko yule ambaye hachanganyiki na watu na havumilii matatizo ya watu. Kwa hiyo ni swala ambalo sisi tumelifurahia sana kama watu wazima, kama viongozi wa kongwe katika tasnia hizi, kwa vijana na taasisi ya Rajai, kwa hili ambalo walituonyesha kwamba kusaidia umma na kusaidia jamii katika kada zake zote, za kielimu, za kihabari, za kiuchumi, za zote kama jinsi tulivyoshuhudia. Leo hii tumehudhuria tukio la kihistoria. Uzoefu unaonyesha tukio la namna hii ni la aina yake kwa taasisi za Kiislamu. Ni tukio ambalo tunataraji litakuwa tunafungua ukurasa mpya sasa wa kuona namna gani taasisi za Kiislamu zinajikita nazo katika kutoa huduma za kijamii ambazo wananchi na wanajamii kwa ujumla wake wanazihitaji. Tumeshuhudia hapa namna gani Rajaa walivyochimba visima 170 kwa muda wa miaka miwili. Hili ni jambo kubwa. Maji yatawasaidia jamii wote, sio binadamu tu, bali hata wanyama watanufaika na maji hayo. Ni jambo la kibinadamu, ni jambo ambalo linalotakiwa lifanyiwe kazi. Sio hivyo tu, tumeambiwa hapa na Rajaa kwamba huwa wanakwenda vijijini na wakawapa watu chakula wasiokuwa na uwezo. Hizi ndio tabia njema ambazo zilizokuwa zinahitajika. Mimi ni Muhammad Bayer Muhammad, Executive Director Together We Can Welfare Trust iliyopo Mombasa. Nimejifunza kwamba haijalishi una muda gani kwa jambo unalolifanya, lakini nia ya kweli na maazimio thabiti ndiyo itakufanya natija yako iwe kubwa katika jamii. Ndio maana kwa miaka miwili walioyafanya ni makubwa, na hii ni uhalisia wa kichache chenye baraka kina manufaa makubwa kuliko kingi kilichokosa baraka. Kikubwa nawaambia ndugu zangu Rajai waendelee kuwa ni matarajio kwa wanyonge, ni matarajio yenye furaha kwa wenye huzuni, ni matarajio kwa wale wakataa tamaa na maisha ili wapate mwelekeo. Natoa tu kisa kifupi, nifunge komenti yangu, kama itakuwa labda kuna swali tutajibu. Kuna kijana mmoja alikuwa anafanya kazi ya kuchora, lakini siku moja alichora mchoro akaweka mahali akasema yoyote atakayeona dosari aweke alama nyekundu.
Siku ya pili amepata alama nyekundu imejaa kwa mchoro wake. Akavunjika moyo na kwenda kwa mwalimu wake akidhania kwamba yeye alikuwa akidhania ni hodari wa kuchora, kumbe hakuna anachokijua. Lakini siku ya pili mwalimu alimwambia chora na uandike yoyote atakayeona kasoro arekebishe. Akija siku inayofuatia akapata amna yoyote aliyerekebisha. Mwalimu akamfunza akamwambia, unapoona mtu amekuwekea kasoro kwa jambo lako, usifikirie tu wewe uko na kasoro. Mara nyingine inaweza kuwa ni kasoro ya mtizamo wake kwako. Kwa hiyo usirudi nyuma kwa jambo hilo. Kwa hiyo maoni ya watu kwenu nyinyi isiwe ndo chanzo cha nyinyi kurudi nyuma, bali iwe ndo chanzo cha nyinyi kuzidi kuongeza bidii, kwani asiyeweza kufikia ulipofikia Mungu atamwezesha aendelee kukuchukia na wewe uendelee kufanikiwa. Kwa jina naitwa Rajab Juma Ndomondo, ni mkurugenzi wa taasisi ya Rajai Foundation. Rajai Foundation, kama hapo tulipokuwa tunasema tumaini kwa jamii, tunamaanisha tumaini kwa jamii, na tumeona baadhi ya harakati ambazo tumekuwa tukizifanya, tumeonesha jamii, na pia inshallah Allah akitupa uwezo na akitupa ushirikiano wa watu, kampuni mbalimbali, washirika mbalimbali, inshallah tutazidi kuwa msaada katika jamii. Maana Rajai Foundation sio tajiri, ila kunapo ushirikiano, panapo ushirikiano ndo inaweza kuifikia jamii. Na tumeweza leo hii kuizindua Rajai TV. Tunaomba Watanzania waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu pia waiunge mkono, na tunaomba serikali pia iweze kutuunga mkono Rajai Foundation. Rajai Foundation, kusaidia wasiojiweza, Allah atawalipeni, peponi atawaingiza, wote tuseme amin. Ni Rajai Foundation, tumaini kwa jamii.